Ambapo leo hii tukiwa katika niseme likizo wakati wa likizo ndefu, tunachohitaji kufanya ni kwamba masuala ya Kiswahili tunaweka kando kidogo, alafu tunazungumza masuala ya kumkuza mwanafunzi na kukuza wewe mzazi. Ila hatusemi kwamba isipokuwa ni masuala ya Kiswahili tunatulia tu, la hasha. Hapa tunaelekezana, tunaelezana na vile vile tunafahamishana. Na leo hii kwanza naanza na taarifa ya tanzia kidogo tu. Taifa tayari tunaomboleza kwa kumpoteza mwanasiasa ambaye ni kinara wa UDP kama sijakosea, kinara mkuu wa chama cha UDP Cyrus Jirongo, anaitwa Cyrus Akhalanga Jirongo, majina yake matatu kama naipata sawa sana, ambaye ameweza kuangamia leo hii alfajiri na mapema katika ajali ya barabarani. Familia wanasema alikuwa anatoka Nairobi anakuja nyumbani kwake, ila dereva wa gari ambalo linadaiwa kuhusika ya Climax Coach ile basi, dereva anasema kwamba mheshimiwa alikuwa anatoka kwa kituo cha kuuza mafuta kuingia barabarani, na kibahati mbaya kwamba kukafanyika kilichofanyika, akaja akaligonga basi hilo ana kwa ana na akapoteza maisha yake papo hapo. Hiyo ni kulingana na mazungumzo ya moja kwa moja ambaye tumekuepo naye na dereva wa Climax Coach ambaye amehusika katika ajali ile ambaye imemuua mwanasiasa kinara wa chama cha UDP Cyrus Jirongo. Na kama West TV na dawati la lugha tunasema makio kwa familia, na Mungu awafariji wakati huu mgumu. Mwaka huu kumekuwa ni mwaka wa kuwazika viongozi. Hata mwingine bado tujamzika, na tunamzika leo yule mbunge mteule anaitwa Dexter ambaye ni kama anazikwa leo hii. Mambo ya matanga yamekuwepo sana, na mwezi wa Disemba katika shamra za Christmas wanasema kwamba watu wengi wanafika nyumbani wakiwa wamebebwa kwa majeneza kuliko kufika walivyokuwa wametarajia na mabegi zao, ili kuja kuangalia mabegi yao, ili kuja kufanya shughuli za hapa na pale. Kwa sasa tunaomba madereva na watumizi wote wa barabara kuwa muwe makini mnapo wasafirisha watu kwenda makwao, au vile vile hata tu kufanya shughuli zenu za kila siku. Mola ilaze roho yake mwanasiasa Cyrus Jirongo mahali pema panapo stahili. Karibu sana, wacha tuanze rasmi kipindi chetu cha dawati la lugha, na tunataka tuzungumzie matokeo, na ni matokeo ya mtihani ambayo ilikuwa imekamilika ya wanafunzi wa grade ya 9, ambapo sasa wanaenda katika grade ya 10, na ni wanafunzi wa KG SEA. Wanaitwa KG SEA. Mwalimu wetu atakuwa anatuambia kwa nini walileta bingwa wetu mtaalamu leo, atakuwa anatuelezea mbona ni KG SEA ama wakuamua kuita mambo mengine, kwa maana kuna mitihani mengi hapa ndani ambaye atakuwa anatuelezea kama mtaalamu wa masuala ya CBC, kwa maana ndiye amekuja ametuletea masuala mengi ya CBC. Anaitwa Aaron Wafula Mkhwana, kumaanisha kuna mulongo kule mahali. Aaron, karibu sana, habari ya asubuhi ndugu yangu. Asante mtangazaji. Kwa majina anaitwa Aaron Wafula Mkhwana, mwenyekiti wa walimu wa Junior School Trans Nzoia County, na ningependa kuchukua nafasi hii kuwasalimu walimu wote wa Junior School Trans Nzoia County, na kuwasalimu walimu wote kwa ujumla wa Trans Nzoia. Wawe wa Junior School, wa primary au wa senior school, mwalimu ni mwalimu. Ningependa pia kuwasalimu walimu wa Bungoma County, na walimu wote mahali popote walipo nchini Kenya, kwa sababu mwalimu ni mwalimu. Pia ningependa kuungana na wewe na kuungana na Wakenya wengine kupitisha rambi zangu na za familia yangu kwa mwenda zake Cyrus Jirongo ambaye alipoteza uhai wake usiku wa kuamkia leo. Cyrus Jirongo ni mwanasiasa mwenye nimemfuatilia kwa ukaribu sana, na
kwangu binafsi na kwa familia yangu, pia napitisha rambirambi zangu kwa familia yake. Ana vizuri sana ukisema umemfuatilizia marehemu Cyrus Jirongo. Uliwahi kula jirongo yake? Asante kwa swali hilo. Cyrus Jirongo aliibuka kama mojawapo wa vijana 1992, wale wanaitwa YK92, wakati wa Moi, wakati kulikuwa na kura za kwanza za multi-party democracy nchini Kenya. Na Cyrus Jirongo wakati ule alikuwa kijana barubaru, pamoja na rais wetu wa sasa William Samoei Ruto, pamoja na vijana wakati ule kama Wetangula, waliibuka kama vijana shupavu sana kumsaidia mwenda zake rais Moi, na kulingana na bidii yao wakaibuka kuwa viongozi wanaotajika sana hadi sasa. Na unapata kuwa rais William Ruto na speaker wa National Assembly Wetangula saizi wako pamoja. Kwa nini? Kwa sababu ya ile uhusiano yenye walikuwa nayo ile wakati. Na wakati ule Cyrus Jirongo ndiye alikuwa mwenyekiti wa vijana wenye walikuwa nasaidia Moi. So ni mwanasiasa mwenye nimemfuatilia kwa karibu sana, kwa sababu alijitokeza kwa siasa akiwa kijana. Na mimi kama kijana najua nafuatilia ile historia ya Cyrus Jirongo, na ninajivunia kwa sababu najua pia mimi kama mwalimu, kama kijana, sio tu ati ukae pale mambo ya tendeke ukiangalia, ukicomplain, ukisema maybe nchi yangu haiendi sawa. So mpaka vijana waamuke, wahakikishe kuwa nchi yao inaendeshwa vile inafaa. Bwana Aaron anajaribu kutuambia kwa uhusiano wa karibu wa Rais William Ruto na Spika wa Bunge la Taifa Moses Wetangula umetokana na ushirikiano ule wao wa kitambo. Nitamuuliza wakati mwingine, wacha kwa sasa tusielekee kule, pale ndio ningeweza kuwasha moto. KJSEA, mada yetu ya leo, matokeo, uchanganuzi wa matokeo ya KJSEA, ambaye mwalimu ambaye waziri wa elimu nchini Dr. Ogambo aliweka wazi hivi majuzi na kusema kwamba watoto wamefanya vizuri na mambo yameelekea. Lakini msikilizaji, ukikuja kugundua, mtazamaji ukikuja kugundua, ni kwa zile mbwembo ambazo zilikuwepo zikishuhudia pale awali hazipo. Kama wakati tulipokuwa tunasherehekea matokeo ya KCPE na vile vile matokeo ya KCSE inaenda ikididimia. Kwa sasa tuko katika kidato cha pili, kwa maana tuna miaka mingine miwili ya kusherehekea KCSE. Bwana Aaron, kama mwenyekiti wa masuala ya walimu wa JSS County ya Trans Nzoia, mwanzo na nyinyi mmeikumbatia, kwa maana tukiweza kufika hapa hadi tunapatiwa matokeo ya mtihani kitaifa, kuna uwezekano mkubwa watoto hao wamepita mikononi mwenu hadi wamefika pale, kwa maana nyinyi ndio ile ambayo tunasema ni mlikuwa the first lot ya walimu ambao wamefunza hao wanafunzi. Mmekuja, pengine utuelezee mpangilio wa mtihani wa KJSEA. Inaanzia wapi hadi kufikia wapi, kwa maana tumegundua tuna mitihani mingi sana hapa ndani katika wanafunzi hii mtaala wa CBC, pengine inaanzia wapi? Asante kwa swali hilo, swali nzuri sana. KJSEA inamaanisha Kenya Junior School Education Assessment, na KJSEA sio mtihani. KJSEA, it is just an assessment, it is not an exam. Kwa mtaala wa 844 tulikuwa na mitihani kama Kenya Primary School, Kenya Certificate of Primary School Education, then kulikuwa na Kenya Certificate of Secondary School exam. So katika mtaala wa 844 hizo zilikuwa mitihani, lakini kwa mtaala wa CBC hii ni assessment. Ndio maana hakuna mbwembwe za kusherehekea matokeo ya KJSEA. An assessment wanataka tu kuangalia uwezo wa mwanafunzi, hawataki kuangalia hii ni kuangalia tu uwezo wa mwanafunzi ili wamplace senior school. Pengine samani kwa kukuchachawiza kidogo mwalimu,
Pengine uanze kutuweka sawa. Unasema tusite pengine mtihani. Ndio. Tuite kutathmini tu wa mwanafunzi. Yes. Tuambie pengine hadi tufikie kwa KJSEA. Pengine tuna mwanafunzi anaanzia wapi? Asante. Mtaala wa CBC ni ule wa 26333. 26333. 26333. 2 inamaanisha ni masomo ya chekechea yenye inaitwa pre-primary, miaka 2. Na katika haya masomo ya pre-primary, hii ni level yenye wanaangalia the holistic na foundation ya mwanafunzi akiwa mdogo, miaka kuanzia 4-5. So hii miaka 2 ni ya kuangalia mwanafunzi, kumuassess akicheza, akiongea, kumwangalia nafasi yake ya kusoma, uwezo wake wa kusoma, na vile anahusiana na wanafunzi wengine. Hiyo ni miaka 2 ya ambaye nani anatathmini sasa pale? Walimu wa chekechea. Walimu wenyewe. Hiyo ni shule. Hiyo ni shule. Hiyo ni miaka 2 na wako kwa mikono ya walimu wa chekechea. So wakishaangalia kuwa huyu mwanafunzi ako na uwezo, for example, wa kusoma, ako na uwezo wa kucheza na wengine, ako na uwezo wa kuongea vizuri, wana mruhusu anaenda primary school. Na akiingia primary school anaenda grade ya kwanza hadi grade ya 6. Hiyo sasa ndiye miaka 6 ya primary level. Sasa 2-6. So miaka 6 ya primary level, sasa mwanafunzi anaanza kuwa exposed kwa comprehension part of it. Pale sasa tunazungumza mwanafunzi ameanza grade 1. Yeah, ameanza grade 1. So anaanza vitu kama comprehension. Comprehension ni walimu wanamuexpose kwa vitu kama storybooks, vitabu ya kusoma, ndio awe na uwezo wa kusoma na kuinterpret story. Katika grade la kwanza hadi la 3 wanamuexpose kwa a lot of literature, ili awe na ile uwezo wa kusoma na kutathmini vitu vingine, kutathmini mambo. So akifika grade la 3 anapewa sasa ile assessment tu Clear sasa ni ile mtihani wenye anapewa grade ya 3 ambaye inatoka kwa serikali au bado ni ya shule? Hiyo inatoka kwa serikali. Kwa serikali. Yeah. Sasa mwanafunzi huyu wa CBE mtihani wake wa kwanza anakutana nao sasa, ule mtihani wa kumtathmini wa kwanza anakutana nao wakati sasa ya kitaifa anakutana na grade ya 3. Yeah, na bado ni assessment tu. Assessment ile ambayo imesema inaitwa Clear. Clear. Sasa hiyo ni ya kufanya huyu mwanafunzi waangalie kwa hizi miaka 3 amegain nini. Sasa tena hiyo ndiye mtihani wa kwanza wa kitaifa wenyewe ni assessment ya kwanza ya kitaifa yenye watampea sasa assessment number katika grade la 3. Sasa akishamaliza hivyo sasa anaenda grade la 4. Akifika grade ya 4 ataendelea na masomo yake, grade ya 4, ya 5, na ikifika grade ya 6 atapewa sasa assessment nyingine, grade ya 6. Na hiyo mtihani mwenye assessment atapewa grade ya 6, hiyo sasa ndio itajumuisha alama 20 ya matokeo yenye atapata grade ya 9 sasa yenye imetoka sasa KJSEA. Grade ya 6 itajumuishwa pamoja na matokeo yenye itajumuishwa pamoja na matokeo yenye atapata akipewa akimaliza grade ya 9. Na pengine hiyo ni huyu mwanafunzi wakati anasoma grade 6 pale anakutana na KJSEA. Yeah, KJSEA. Mtihani wa pengine tuweke wazi ule mtihani, samahani tuache tutumie mtihani kwa maana ndio neno ambalo limejulikana sana, tusiseme tu kutathmini na tathmini upande ule. Mtihani wa kwanza mwanafunzi anakutana naye katika darasa la 3, katika grade ya 3, na katika ile grade ya 3 mtihani ule ambao ni wa kitaifa
akishafanywa ule kutathminiwa, pengine ile alama ambayo anapewa pale inajumuishwa wapi? Itajumuishwa katika grade ya 6 au grade ya 6 sasa ndipo mtihani sasa ule utathmini wa pale utaanza kutumika, ndio utumike kwa grade ya 6, pengine ajikute yuko kwa pengine kwa nini KPSEA ama namna gani, pengine utuweke hizi alama vile inavyopeanwa kule. Asante. Grade ya 3 hiyo assessment haijumuishi mahali popote. Hiyo assessment ni ya kuhakikisha kuwa huyu mwanafunzi ako na assessment number. Oho, pale ndiye anapewa assessment number. Hapo ndiye anapewa assessment number. Lakini mtihani wenye atafanya grade ya 6 ndio utajumuishwa alama 20. Ile nambari ya assessment number ambaye anapatiwa grade ya 3 ndio anaenda naye, ni yake hadi wapi? Ni kama index number ile. Yeah, assessment number yenye atapewa grade ya 3 ndio atakayotumia hadi amalize grade ya 9. Na asante. Pengine nilikuwa nashangaa akipewa pale, na hiyo ile nambari inatatiza mtoto au inaleta matatizo gani pengine wakati anataka kuwa transferred? Akikuwa transferred ata maintain ile namba ya assessment number yenye alikuwa amepewa. Yeah. Haya, sawa, pengine tuendelee. Tulikuwa tumefika sasa, anajikuta katika grade ya 6 anafanya mtihani, na pale ndiye anapata alama yake sasa ya kwanza kutoka kwa mtihani wa serikali. Yeah. Grade ya 6 atafanya mtihani unaitwa KPSEA. KPSEA. Yes, Kenya Primary School Education Assessment. So hiyo KPSEA itajumuisha alama 20. Ni asilimia 20. Ni asilimia 20 ya matokeo yenye atapata grade ya 9 KJSEA sasa. So umenitupa nje. Naomba urejelee pale. Anapewa mtihani hiyo assessment atakachofanya katika grade ya 6. Ndio. Ni alama ambayo huyu mwanafunzi kwa mitihani yote anafaa apate asilimia 100. Ndivyo. Lakini ya grade ya 6 ni itaorodhesha asilimia 20 ya matokeo yote ya asilimia 100. Ndivyo. Pengine sasa pale nakupata sawa. So katika grade ya 6 atafanya mtihani, na huo mtihani utajumuisha alama atapata alama, yani ni 20% of what huyo mwanafunzi atapata grade ya 9. Another alama 20 nyingine atapata grade ya 7 na grade ya 8. Hiyo inaitwa school based assessment. Hiyo school based assessment ni assessment tunafanya shuleni, lakini inatoka NEC. Ni kama projects, ni kama continuous assessment, ni kama so ni kama hizo practicals. So serikali NEC inaleta hizo assessment, lakini kwa nini itwe school based assessment? Kwa sababu ni walimu wenyewe wa hiyo shule administer, watapeana, wanafunzi wafanye huo mtihani wenyewe, walimu wa hiyo shule wenyewe wasahishe, alafu watume matokeo kwa NEC. Hiyo assessment inafanyika grade ya 7 na ya 8 na inajumuisha alama 20. Hadi hapo kutoka grade ya kwanza hadi grade ya 6 ni alama 20, grade ya 7, grade ya 8 alama 20 nyingine. So kufikia grade ya 7 mwanafunzi akiingia ya 8 akiingia grade ya 9 ako na alama 40 kitambo. Shwari sana, shwari. Hata nimeanza kupata mwelekeo vile unavyokwenda. Huyu mwanafunzi miaka yote hii ameketi shuleni hadi anapokamilisha grade la 8 ako na alama tayari ameunda alama 44. Sasa kumaanisha tunatafuta alama zingine 60. Tuendelee bingwa. Akifika grade ya 9 kutakuwa na assessment bado, school based assessment. School based assessment ni kuangalia tu huyu mwanafunzi anaendelea aje. Huyu mwanafunzi anafanya vipi. Bado NEC itatuma hizo assessment
Lakini hapo grade ya 9 hizo assessment tu ni kutrack performance ya mwanafunzi akingoja kufanya assessment ya mwisho ya kijisea sasa, ambayo inajumuisha alama 60. Ukichukua ile alama 60 katika grade ya 9 ya kijisea, sasa unaongeza ile alama 40 yenye alikuwa nayo kitambo, na inafanya huyu mwanafunzi sasa anakuwa na alama 100. Asante sana mtazamaji, natumai umeona jinsi mambo yanavyokwenda, kwamba kuna mitihani inafanywa shuleni. Kuna wengine wanashangaa, mtoto wangu mbona hapati chochote, na wazazi wengi wamekuja wanashangaa, kumaanisha mwanafunzi wako wa CBE ambaye yupo katika mtaala mpya achia shule katika grade ya 8 hajakamilisha masomo yake kabisa, hana uwezo wa kutoka pale na kupelekwa sekondari kuu, hawezi akavuka kule pasipo yeye kupata kushiriki hizi alama zote 100. Asante kwa hilo swali. Kwa mtaala wa CBE hakuna venye mwanafunzi anaweza wachia masomo yake katika grade la 7 ama 8 na aweze kuendelea na masomo grade ya 9 na 10 kuendelea. Tuseme 10 kwa maana 10 ndio sekondari kuu. Na hawezi kuja akaanza masomo katika grade la 4 na aweze kufanya mtihani kijisea grade ya 9 kwa sababu grade ya 3 atakuwa hajapewa assessment number. So ni lazima huyu mwanafunzi aanzie chekechea, primary chekechea kule. Walimu wa chekechea wamshughulikie, wamdhatmini, waangalie ako na uwezo, ndio wamruhusu akuje grade ya kwanza. Akikuja grade ya kwanza, akifika grade ya 3 atapewa ile assessment number, na hiyo assessment number atatumia hiyo assessment number hadi afike grade ya 9. So hakuna vile mwanafunzi anaweza kuja, kwa mfano ametoka nyumbani na akuje grade ya 4 na aendelee na masomo bila assessment number. Hakuna venye matokeo yake itajulikana na serikali. Kitambo kwa mtaala wa 844 mimi nakumbuka nilipoenda chekechea nilikuwa lakini nimegundua wewe kwamba ulichukia sana 844. Haupendi 844. Sisemi naichukia 844, lakini mimi nakumbuka mtaala wa 844 nilipoingia chekechea, niliingia kama miaka kidogo imesonga na nilikuwa mrefu kidogo kuliko wengine. Sema ulikuwa mzee kuliko wengine. Nilipofika chekechea wakaniangalia mimi najenga nyumba, naweza jenga nyumba ya ghorofa nikiwa chekechea, wakaniruhusu tu niende ile nasari sasa. Au ulienda darasa la kwanza? Darasa la kwanza baada ya kusoma chekechea miezi 2 peke yake. So unaangalia 844 iko na loophole. Ungepata mwanafunzi angekuja tu na aanzie darasa la 3 kama hako na uwezo bila ama darasa la 4 hata. Kuna wenye na urefu wake. Na urefu wake. Kuna wenye walikuwa wanakuja wanaanza darasa la 5 na hakuwa na shida yote, kwa sababu mtihani wa kwanza huyu mwanafunzi angekutana nao akiwa darasa la 8. Na kama hako na uwezo wa kupita darasa la 8 angeendelea tu na masomo bila wasiwasi yote. Hata kuna wale walikuwa wanakuja darasa la 8. Anatoka nyumbani anakuja darasa la 8, na kama hako na uwezo wa kupita mtihani, na sio lazima hata huyu mwanafunzi 844 sio lazima ule mwanafunzi akuwe na uwezo wa kusoma, anaweza kuja tu na anaweka ABCD na anapita mtihani. So at least CBC imekuja kuhakikisha kuwa hizo loopholes zenye zilikuwa kwa 844 inaziba. Kabisa. Mzazi lazima uwajibike, mwanafunzi wako lazima anzie chekechea. Hakuna kukwepa wakati huu. Kuna wale mzazi wangu alikuwa ananiambia hao walikuwa wanafanya wanaguza sikio hivyo, alafu anasema kaende darasa la kwanza, huyu amekaa mkubwa huyu atawatesa wadogo, aende darasa la 4 na mwalimu hapa tayari amesema yeye ni mmoja wa wale walitumia ufisadi. Kukwepa katika darasa la chekechea, lakini inapendeza sana. Na tunatumai mzazi unazidi kufuatilia, na kwa sasa unaelewa jinsi mfumo huu unavyoendelea. Ni mtihani wa kutathmini uwezo wa mwanafunzi, sio wakati wetu. Nilikuwa nimeona watu wengi walikuwa wameleta ubishi sana, wanasema enzi za 844 ni kwamba shule nyingi sana zilikuwa zinacheza shere kutokana na uwezo wa kwamba tutapata wanafunzi
wangapi wapi ambao watakaokuja. Inakuja na ukipita mtihani inakuja na vitu vingi vya kando kando, na ndio mwalimu anasema hapa hivi. Mwalimu wetu anaitwa Aaron ambaye ni mwenyekiti wa JSS kaunti ya Trans Nzoia, anasema kwamba CBE imeleta mfumo ambao unaenda kuziba zile mianya ya kupenyeza watu kifisadi, kwa maana wanafunzi darasa grade ya 3 ndipo anapewa nambari yake ya assessment ya kutathminiwa, inaanzia pale na anaitumia hadi kwa KJSEA. Mwalimu, asante sana, umetupa utaratibu ambao upo. Sasa tuzamie matokeo ambaye alitolewa na waziri hivi majuzi kuhusu KJSEA. Nimeona kuna baadhi ya shule ambayo wanajaribu kuita wanahabari, waandishi tafadhali, huku tumefanya vizuri bwana, huku tumepita 70, tumepata alama ya 70. Sasa pengine mwanzo mtu atajua hii 70 ni nini. Sisi tuliambiwa mnatupatia ME, mnatupatia EE, mnatupatia, yani tunabaki ni kama sijui kama wao uliwahi pale kwa 844 ukiwa unafanya agriculture, tulikuwa tunawekewa alama ya tika alafu inakatwa katikati hivi. Unashangaa mwanafunzi nimepata zote 0 alafu anakuambia umepatiwa alama nusu. Sasa pengine utusaidie kwa ME EE ambaye mnatupatia, kwa maana sisi wakati tunapatia wazazi tukipatiwa ile report ya mtoto unaangalia unaona EE ME E something anasema sasa, alafu pale chini umewekewa alama 20 baada ya vitu vingine. Tuweke sawa mwalimu. Asante kwa hiyo nafasi. Assessment ya CBE katika mtaala wa CBE uko na inaitwa categories ama viwango, na wanafunzi wanawekwa katika viwango 4. Hizi viwango 4, mwanafunzi mwenye amefanya bora zaidi anawekwa katika kiwango cha EE. Sasa mzazi akiona EE asishangae mtoto amepata E. Anasema mpaka hadi mtoto wangu amechekelewa. Anasema huyu hapa mbaya hatari huyu. Hapati kitu. Sasa mwanafunzi mwenye amefanya bora zaidi kiwango cha juu ni EE. Na kuna katika hiki kiwango cha juu zaidi EE kuna tena kategori 2. Viwango 2 vya EE. Kuna EE1 na EE2. EE inamaanisha exceeding expectation. Amepitiliza. Exceeding expectation. Na katika hiki kiwango EE1 ambacho ni kiwango cha juu zaidi ni alama 8. Alama 8. Yes, alama 8. EE2 ni kiwango cha juu ambacho mwanafunzi amefanya bora, lakini ni EE2 bado ni kiwango cha juu ambacho mwanafunzi amefanya bora zaidi, lakini ni kiwango EE2 anapewa alama 7. Sasa alama EE utazikuta ile exceeding expectation iko 7 na 8. Iko 7 na ukipata 8. Yani mwanafunzi, kuna wanafunzi wote wanaweza weka kwenye laini na waambie wanafunzi hao wamepata EE. Ila kuna E1 na E2, EE1 na EE2. Yes. Ambayo hapo EE1 ndio 8. EE2 ni 7. Kama tukilinganisha na mtaala wa 844 kulikuwa na na A-. Ndio maana katika huu mtaala wa CBE kuna ile viwango vya juu zaidi ambayo ni alama 8 na alama 7. Sasa EE1 ni alama 8 ambaye ni A plain. Tukikompare hivyo sema ni hivyo. Tunasema tukikompare inakuwa ni A plain, alafu EE though yote ni A. But kuna A plain na A-. Yes. Sasa EE2 ni alama 7. Alafu ukitoka hapo tunakuja kwa meeting expectation. Tunaanzia juu tukiteremka chini. Tunaambia mtoto wetu aliyekewa kumbe. Sasa bado hii kategori ya pili ambayo ni meeting expectation bado kuna viwango 2. Kuna meeting expectation 1
na meeting expectation 2. So meeting expectation 1 ni alama 6. Na meeting expectation 2 ni alama 5. 5 6 ni meeting expectation. 5 6 ni meeting expectation. 7 8 exceeding expectation. Hivyo. Tukitoka pale tunakuja approaching expectation. Na bado pale kuna approaching expectation 1 na approaching expectation 2. Approaching expectation 1 ni alama 4. Approaching expectation 2 ni alama 3. Mwisho kabisa ambaye mwanafunzi ako na uwezo ndio, but sasa ako na uwezo wa chini ukilinganisha na hao wengine ni below expectation. Na pale bado kuna below expectation 1 ambayo ni alama 2 na below expectation 2 ambayo ni alama 1. Mwanafunzi anajikuta aje hadi anapata alama ya BE1, BE2 kwa mfano. Yule mwanafunzi anaweza kuwa kuna tatizo gani? Kwa maana tunatumai vile mlivyosema sio kama wakati wetu wa 844. Wakati wetu wa 844 ilikuwa masomo ikuokoe. Hata ukienda pale pingi pongi ABC uweke na nini, kuna uwezekano mkubwa kutakuwa pale. Huyu mwanafunzi anajipata aje anapata hii BE tuseme 2? Sasa below expectation 1 yes. Alama kati ya 1 hadi 10. Hadi 10 hadi 2 hadi 10. Hadi 10. Sasa yani hii ni kuna alama hii category kuna hadi category ya kila category ina alama 1 hadi 8. Hadi 8. Hiyo ndio category nzima group. Category nzima. Lakini tukichange into percentage tunaichukua below expectation 2 ambayo ni pointi 1 iko na marks 10. Siku marks yote ni 100. Ni asilimia 100. But below expectation 2 ni marks sasa 10. Hiyo category ya below expectation wote ambayo ni pointi 1 sasa iko na marks 10. Wenye wamepata kati ya marks 1 hadi marks 10 wote wanawekwa below expectation 2. Kwa maana ana point 1 peke yake. Point 1 peke yake. Ndio maana nilikuwa nakuambia wanafunzi wote ambao wamepata below expectation 2 inamaanisha wamepata marks kati ya 1 hadi 10. Hadi 10. Aha. Tunaipata sasa. So umeniuliza swali kuwa huyu mwanafunzi ako na shida gani? Haida. Katika CBE huyo mwanafunzi hana shida yote. Huyo mwanafunzi ataekwa kulingana na uwezo wake. Na haimaanishi ati huyo mwanafunzi amefaili kimaisha ama amefaili kimasomo, hapana. Huyo mwanafunzi akiingia senior school anaenda kupelekwa katika inaitwa pathway yenye inalingana na uwezo wake. Na CBE inashughulikia wanafunzi wa uwezo wote, kuanzia mwanafunzi wa below expectation 2 hadi mwanafunzi wa exceeding expectation 1. Haibagui mtu yoyote. Sasa huyu mwanafunzi wa below expectation 2 below expectation 2 ako na pathway yake yenye atafanya na afaulu kimaisha bila kung'ang'ana. Haimaanishi huyo mwanafunzi hana kitu ambacho atafanya kwa jamii. Inamaanisha atafanya kitu kulingana na uwezo wake hadi afaulu kimaisha. Sasa huyo mwanafunzi wa below expectation 2 akiingia senior school ako na pathway. Na mostly hao wanafunzi wa below expectation 2 watapelekwa kwa pathway inaitwa sports and technology. Hiyo yani sports science. Especially wenye wako na talanta. Kwa sababu ukiangalia hao wanafunzi wenye wako katika category ya below expectation 2 ni wale wanafunzi wenye hawana uwezo darasani lakini wako na uwezo viwanjani. Kwa sababu unapata muda wao mwingi, interest yao ni uwanjani na sio darasani. So CBE haiangalii tu mambo ya darasa, inaangalia interest, inaangalia ability ya mwanafunzi na inamweka katika pathway yenye kulingana na uwezo wa huyu mwanafunzi. Yeah, so mostly au wanafunzi wenye wamepata below expectation 2 wataingia kwa pathway ya either sports
ama wataingia kwa pathway ya social science ambayo haihitaji hiyo yani haihitaji a lot of bookwork calculation kama pathway ya STEM ambayo ni science, technology, engineering and mathematics. Hiyo ni pathway ya wanafunzi sasa wenye wako ile kiwango ya exceeding expectation 1 na exceeding expectation 2. Hao ni wanafunzi ambao wako na uwezo na interest yao ni vitabu. Mwalimu, umesema hawa watu wote wanawekwa kwa sababu ya hizi pathways. Na natumai ulifuatilizia waziri juzi akitangaza, na pengine kabla hata tuingie kwa matokeo yenyewe ya waziri, je, tunaruhusiwa kufanya ile kitu na wetu tulikuwa tunafanya una repeat kwa hii KJSEA not kwa KJSEA, kwa CBE unaruhusiwa kumrejesha mtoto darasa la nyuma? Asante kwa hilo swali njema sana. Katika mtaala wa CBE hakuna mwanafunzi kurudia darasa. Kwa sababu katika mtaala wa 844 wanafunzi walikuwa narudia darasa kwa sababu wazazi na wanafunzi wenyewe walikuwa wanataka wafanye bora ama zaidi kulingana na venye wamefanya ule wakati. Lakini CBE matokeo yale unapata inaonyesha uwezo wako, na kwa sababu hii CBE ina place mwanafunzi kulingana na uwezo wake, hakuna haja ya kurudia darasa, kwa sababu huyu mtoto mwenye ako katika kategori ya below expectation, CBE imekuja na nafasi ya kumweka mahali na baada ya faulu kimaisha. So hakuna mwanafunzi kurejelea darasa ama kurudia darasa. Kwa nini niseme hivyo? Kwa mfano, mwanafunzi amepewa assessment number grade ya 3 2025. Inamaanisha serikali ina track huyu mwanafunzi, inajua baada ya miaka 3 huyu mwanafunzi inafaa kuwa anakalia mtihani wa assessment ya KJSEA 2028 akwa ameketi anafanya KPSEA grade ya 6 pale, grade ya 6. Ukifanya huyu mwanafunzi akirudia grade ya 3 inamaanisha atafanya mtihani katika grade ya 6 KPSEA 2029. So unaona kutakuwa na mkanganyo. Serikali inatarajia na NEC pia wanatarajia mtoto mwenye amefanya mtihani amepewa ya assessment number 2025 grade ya 3 inafaa 2028 akuwa anakalia KPSEA 2028 grade ya 6. Sasa hakuna venye utafanya mwanafunzi arudie grade yoyote. Kwa sababu akikuja baadaye watauliza huyu mwanafunzi alikuwa wapi. Na pengine kuna kisa ambacho kimeshuhudiwa kama hiyo katika kaunti ya Trans Nzoia, kama kiongozi ushashuhudia pengine mwanafunzi hajafika kufanya, au pengine kitu kama hicho kikitokea kwamba huyu mwanafunzi hakufanya hii KPSEA, anaruhusiwa kufanya mwaka kesho, au pengine kwa ratiba yenu wakati mlikuwa mnafanyiwa hii maelekezo mliambiwa kukitokea kitu kama hicho, ambapo tusiseme hata mwalimu pengine mwanafunzi alirepeat, hapana, huyu mwanafunzi hakufanya ule mtihani, anaruhusiwa kufanya mwaka kesho? Asante kwa hilo swali. Mtaala wa CBC ulipokuja ambao umetransform sasa kwa CBE, kulikuwa na wasiwasi mwingi kati ya wazazi hadi hata walimu, na watu hawako wanaelewa huu mtaala sana. Nakumbuka mwaka wa 2023 kulikuwa na wanafunzi walikuwa under CBC na walikuwa grade ya 7. Na hao wanafunzi ilifaa wafanye walikuwa grade ya 7, inamaanisha inafaa mwaka unaokuja waingie grade ya 8. Lakini kuna wazazi waliwarukisha grade ya wakawapeleka kufanya wakawapeleka kufanya KCPE wakafeli sana, kwa sababu wao walikuwa na wasiwasi yao. So kwa sasa mambo ya wanafunzi kurudia darasa sija ya shuhudia,
na hatujapewa mwelekeo zaidi. Kama mfano, mwanafunzi alitakana kufanya huu mtihani na hakuwa na uwezo wa kufanya, nini inafanyika? Hatujapewa bado huo mwelekeo, but tunatumai serikali pamoja na NEC watakuja na mwelekeo wa kutuambia, kwa mfano mtoto alifaa afanye KJSEA huu mwaka, lakini hali zote hakuwa na uwezo wa kufanya huo mtihani. Na maanisha bado inafaa endelee na masomo, lakini sasa tunangoja mwelekeo. Lakini mwalimu, si ukisema kwamba kujashuhudiwa na hadi sasa hamjapewa mwelekeo, na tayari huyu mwanafunzi ambaye amefanya KJSEA tayari kuna uwezekano mkubwa tulikuwa na huo mtihani ambao ulifanyika nyuma wa KPSEA, hatukushuhudia kisa chochote kama hicho, na wakati ule serikali haijatoa, bado ilikuwa haijatoa mwelekeo. Ama pengine wao unasema tu hujafuatilizia, kwa maana Trans Nzoia bado mlikuwa mnasema haki yetu. Lakini natumai ukipata muda pengine utatufaa, kama mwelekeo utatolewa, utatufaa kabisa ili, na kama pengine waja serikali bado inalegea, nende kule wanaambia utaweka walimu wako barabarani hadi watupatie. Asante. Ni ile sijakumbana na hali ya mwanafunzi mwenye amerudia darasa katika huu mtaala wa CBC. Sijakumbana na kesi kama sana hata ikukua kwamba kurejea darasa ni ile tu mwanafunzi anaweza akawa mgonjwa na asiweze kufanya huo mtihani. Ndio tunasema pengine akikosa kufanya mtihani huo kutakuwaje, atarejeshwa mwaka jana, aambiwe wewe sasa mwaka kesho ndio ufanya mtihani au wakati gani. Lakini pengine wataalamu wa KJSEA ambao mko pale, natumai Nick Nabangi atakuwa anatusaidia, kwa maana sana wakati analeta, na hata leo katika Ngware naona tuna mtaalamu wa masuala ya elimu, tutakuwa tunazungumza naye, na pia vile pengine tutakuwa tunapata maoni hayo, kama aseme pengine walifanyaje ndio mambo ikawa hivyo. Mwalimu, kuendelea, nilikuwa najaribu kutafuta ile analysis ambaye tumefanya hapa kulingana na Waziri Ogamba. Alikuwa anasema kwamba wanafunzi ambao walikalia KJSEA ni 1,30,459. Wale ndio wanafunzi ambao waliukalia mtihani wa KJSEA, na amesema wanafunzi wote ambao walifanya mtihani huo wanaenda direct senior school. Bingo umekuwa hapa wakati ule ambao tulikutana kwa mara ya kwanza, ulisema kwamba nyinyi bado mlikuwa mnapigania haki hadi wakati ule, hata ulikuwa ndio uje hapa, ulikuwa sijui ulikuwa unaelekea ama ulikuwa ushatoka, kwa maana pia kulikuwa tayari kuna maandamano ambayo yalikuwa yanafanyika hapa ya walimu. Shule zetu za sekondari kuu, wewe vile umeona, wewe nimejua wewe ni mwalimu ambaye unajali wanafunzi wako, walimu wako, wanachama wako, ukitathmini sekondari ambaye wanafunzi wanaenda, mfano tayari mlikuwa umetuambia wanafunzi nyinyi mliwapeana ile wanafunzi mwelekeo wa kuchagua STEM, wakati wanaenda huku tena wanaenda kuchagua kupitiliziwa tena kwa masuala ya STEM wakati wanaingia sekondari kuu. Asante. Wanafunzi walikuwa wamepewa nafasi ya kuchagua pathway kulingana na uwezo wao na interest zao. Na hawa wanafunzi haya matokeo vile imetoka, wanapewa matokeo ikitoka, mwanafunzi akituma assessment number kwa hiyo link yenye ya KJSEA. Haya matokeo yanakuja na pathways zenye huyu mwanafunzi amequalify, inampea percentage kulingana na uwezo wa hayo matokeo. Kwa mfano inaorodhesha zote, na inapeana percentage kulingana na uwezo wa mwanafunzi. Kwa mfano, mtoto mwenye amepata E1, exceeding expectation 1, huyu ni mwanafunzi ambaye ako na uwezo wa kufanya pathway yoyote. Na unapata huyu mwanafunzi amepata alama 8 yote, ambayo ni between 90 to 99 marks.
So inamaanisha huyu ni mwanafunzi anaweza fanya pathway, ana qualify pathway yoyote. Hiyo ya sports, kuna social science, alafu na kuna STEM. So hayo matokeo yanapotolewa vile, mwanafunzi mwenye amepata exceeding expectation 1 ana qualify pathway zote. Sasa ni juu ya mwanafunzi sasa na mzazi wake wakati anaelekea waamue atafanya pathway gani, kwa sababu ana qualify pathway zote. Mwanafunzi mwenye amepata below expectation 2 kati ya alama 1 hadi 10, huyu ni mwanafunzi amepata ataorodeshwa bado zile pathways zote 3, lakini sasa uwezo wake uko chini. So akishaorodeshewa hizi pathways zote 3, for example amepata sports ako na 14%, social sciences ako na 14%, then STEM ako na 14%. Sasa mzazi na mwanafunzi wataketi chini, waseme sasa wewe uwezo wako wa STEM kwa mfano ni 14%. Ukienda STEM inamaanisha utangangana zaidi. Uwezo wako hautakuwa na wewe uwezo wa kucope na wengine. Ukienda social science bado utakuwa na ugumu. So huyo mwanafunzi atakuwa bora zaidi kama ataenda sports science. Kwa sababu maana pale ile alama yake itakuwa iko juu kuliko haiko juu. Sema yote amepewa tu 14 amebalance yote. Sports science amepata 14. Social science amepata 14. STEM amepata 14. Lakini sasa huyu mwanafunzi akienda afanye STEM na 14%, atangangana. Interest yake haiko huko, ana hiyo uwezo. Lakini si anaonekana kuwa na just an average student, kama anaweza pata 14 ni alama ndogo sana. Sikwake kama ana uwezo ya kuweka, kwa maana kispoti bado ako pale kwa 14 kwa sport science. Unajua kiwango cha junior school content yenye anapewa ni sio sophisticated kama senior school. Unajua sasa akiingia senior school ndio anapata the real thing. Kama ni STEM sasa anapata zile physics, chemistry na biology. Ile yenye ni ngumu kidogo. Kama amekuwa junior school na amefanya hiyo integrated science na uwezo wake ni 14%, akiingia senior school itakuwa ngumu kwake. Kwa sababu unajua kabla wakuje wa arrive kwa 14%, wametumia zile subjects za STEM. Zinaitwa learning areas kwa mfano. Ili wa arrive hiyo wafikie ile alama 14, ndio wamwambie STEM uko na uwezo wa 14%, inamaanisha wamechukua Kiingereza ambayo ni constant, English ambayo ni Kizungu ambayo ni Kiswahili ambayo ni constant. Kwa sababu katika hizi pathways zote lugha lazima uwe uko nayo. Languages ni constant. Hakuna pathway yenye utakosa lugha. Iwe sport science, iwe social science, iwe STEM. Bado language utahitaji communication. So for example, kwa mfano ile pathway ya STEM wamechukua Kiingereza, wamechukua Kiswahili, wamechukua pre-technical kwa sababu hiyo inahusiana na mambo ya teknolojia. Kwa STEM inamaanisha science, technology, engineering and mathematics. So engineering, pre-technical ni ku-expose mwanafunzi kwa unaona technology hapo. Pre-technology, pre-tech, then kuna integrated science, alafu kuna hesabu. So watajumuisha alama za hizo learning areas 5 ndio wampatie alama yake ya STEM. STEM Sasa tukikuja kwa social science, Kiswahili na Kiingereza ni constant, nimekuambia hivyo, lazima iwe hapo. Wamechukua social studies, wamechukua areas kama agriculture kwa sababu ina fall under social science, alafu wamechukua CRE. Wamejumuisha hizo alama zote, wamempea alama yake. Alafu sasa ikikuja kwa sport science,
wamechukua language zote mbili ambazo ni constant, alafu na wamechukua alama yenye alipata kwa creative arts and sports. Creative arts and sports ndio wampe alama yake. So, inamaanisha mwanafunzi wakati unaingia, mwanafunzi huyu wa CBE wakati ameorodheshwa kwa masuala ya sports, anafaa aichukulie kwa makini sana, kwa maana iwapo kama unasema inatathminiwa, sio kama wakati wetu sports ilikuwa bora wewe umeweza kujibamba. Wakati huu hadi inatathminiwa na kukupa alama ya wewe kitu ambacho unaenda kufanya. Ndivyo, sports science ni pathway yenye ni mzuri sana. Siku hizi society yenye tunaishi kuna vitu kama gymnasiums, kuna professional coaches ambao wanalipwa vyema sana. Kuna professional players, professional footballers, kuna vitu kama music, kuna drama ambazo zinafanya vyema sana society. So pathway ya sports haimaanishi ni pathway ya watu wenye hawana uwezo. Ni pathway ambayo ina uwezo wa kumsaidia mwanafunzi ajikimu kimaisha kama mwanafunzi yeyote yule mwenye ameenda STEM na ameenda social science. So walimu wazazi ifai wanungunike, ifai wachukulie mwanafunzi wao kama sio bora, kama mwanafunzi mwenye hana uwezo. Hapana. Huyo mwanafunzi ako na uwezo, lakini ako na uwezo wa kufanya hiyo sport science na aweze kujikimu kimaisha. So nilikuwa nakuelezea vile ujumuishaji wa hizo categories umefanyika. So ukishafanyika hivyo, sasa nilikuwa nakuelezea alama 14 yenye mwanafunzi amepata kwa STEM, alama 14 yenye amepata kwa social science na alama 14 yenye amepata kwa sport science. Iko chini, Lakini huyu mwanafunzi ukiangalia hizo pathways tatu, ukimpeleka STEM atang'ang'ana, ukimpeleka social science anaweza ng'ang'ana, lakini ukimpeleka sport science huyo mwanafunzi atafanya bora, kwa sababu mwanafunzi mwenye hajafanya vizuri akapata hiyo pathway ya STEM ama social science, inamaanisha huyu mwanafunzi anaweza kuwa ako na interest kwa michezo. So kwa ukiangalia vizuri katika shule zetu, wanafunzi wenye wana participate kwa michezo mara mingi wako katika zile competitions. Wako katika kujitayarisha kufanya mazoezi kwenda kuwakilisha shule katika michezo. So hawana ule muda mwingi zaidi na kuinteract na vitabu. Unapata sana wanafunzi wenye wanashughulika wana participate kwa music and drama. Wale wanafunzi interest yao sana ni kule music and drama. So hawana wakati mwingi, hawana interest, hata akikuja darasani ataketi tu akuangalie, lakini mawazo yake iko kwa zile vitu zenye interest yake iko. Na CBE inafaa ijulikane kuwa CBE haiangalii tu matokeo ya mwanafunzi amepata. CBE inaangalia interest ya mwanafunzi. Interest yake ni gani? So ukipata interest ya huyu mwanafunzi ni kufanya kuigiza, kucheza mpira, so watampea hiyo pathway kwa sababu na interest zake. Na pia sisi testing yetu hata kwa hizo school based assessment, tukifanya hizo school based assessment, kuna mahali kuangalia mwanafunzi na umpe maswali. Katika ile harakati ya kumpea zile maswali kulingana na kujibu yake, utajua interest yake ni wapi. Yeah. Inapendeza sana. Kuna rafiki unanikumbusha, kuna rafiki yangu fulani, yeye masomo ilikuwa inampiga tabu sana tukiwa darasani. Hata kuandika, yani yeye alikuwa akija tu darasani amekuja. Lakini tulikuwa tukienda michezo, yeye ndiye alikuwa bingwa kuangaliwa bwana. Rafiki yangu sana, najua yupo na popote alipo bado anazidi kung'aa sana, anang'aa sana katika masuala ya michezo, kwa maana alienda akajoin timu fulani pale, siwezi nikao, lakini yeye anajua hata yeye mwenyewe darasani tulikuwa tuna mara mingi hadi ni ile ukiandika lazima umpe kitabu chako, mwambie bwana wewe copy tu hapa tukiendelea. Katika tu ile swala bado. Mimi nikikuwa mdogo interest yangu ilikuwa mpira. Lakini unapata hakukuwa na hizo mpangilio, na vile tunakuwa
tulikuwa tunaona watu wenye wanacheza wana participate kwa michezo hawajafaulu kimaisha kwa sababu hakukuwa na hiyo professionalism kwa michezo yetu. Interest yangu ilikuwa mpira. Hadi sasa hizi Trans Nzoia tuko na timu ya walimu inaitwa Trans Nzoia Teachers FC. Wale walimu wenye walikuwa na interest ya kucheza bado tunacheza hadi sasa hizi ku keep fit na kutusaidia. So mimi kitu ninasema CBC ingekuja mapema saizi mimi kwa mfano ningekuwa professional footballer au labda ungekuwa na injury sasa hivi unakaa tu nyumbani. Hapana. Ama ningekuwa professional coach. Lakini wakati wetu tulipokuwa tunasoma watoto ambao walikuwa na interest yao ilikuwa michezo wako wanapewa nafasi. Na wazazi wetu walichangia pakubwa sana. Kwa maana mimi nakumbuka pia mzazi wangu alinitoa kwa drama sana. Kaniambia sitaki kukuona pale wewe. Pale utaharibu masomo. Nenda achana hizo vitu, nenda darasani ukasome bwana. Ilikuwa hivyo. Yeah, so lakini sasa hizi mwalimu pengine hata ukizidi kutuelezea ni kwamba unahisi Kenya ipo tayari kwa hii category ambayo wewe unazungumzia ya sport science. Hapo sasa ndipo kuna changamoto. Wacha tukuje kidogo. Naam. Ili tufike pale. Unapata kuna viwango tofauti vya mashule nchini Kenya. Kuna viwango vile vya kitaifa. Na hiki kiwango cha kitaifa kuna categories mbili tena ya shule za kitaifa. Kuna zile shule zenye zimekategoriwa kwa C1. Na kuna shule za kitaifa ambazo zimewekwa kwa kiwango cha C2. Shule ya kitaifa ambayo iko kiwango cha C1 ni zile shule the traditional national schools kama Mang'u, zile ambazo tulikuwa tunazijua tu. Yeah. Hizo ni C1 Mang'u, Kamsinga, La Starehe, St. Joseph's Boys. Zile ni shule za kitaifa ambazo zimekuwa kwa muda mrefu. Zile zimewekwa kategoria ya C1. Sasa unaangalia hizi shule ziko na enough resources. Na kwa mtaala wa CBE, hizi shule zimepewa nafasi ya admit wanafunzi katika pathway zote tatu. Kwa sababu ziko na uwezo, ziko na resources, kama ni football equipment, fields and what have you, teachers wako nao, professional coaches wako nao. Ndio maana hizi shule za kitaifa za kiwango cha C1 zimepewa kuadmit wanafunzi wa pathway zote tatu. Alafu shule za C2 ni za kiwango za C2 ni shule za kitaifa ambazo zimekuwa newly created. Zile ambazo tunaambiwa sasa hii unajua pia ni national school hii. Yeah, kama Kibabi, kama I think nilikuwa nasikia kama High Butla. Hizi ni shule za C2 ambazo zimepewa nafasi kiwango cha national school, lakini zile zimepewa juzi. Ziko under C2. Hizi shule pia zimepewa nafasi ya kuadmit wanafunzi kwa pathway zote tatu. Kwa sababu ziko na uwezo bado. Kuna shule za extra county schools, zile za kitambo pia ziko under the I think super extra county school or senior extra county schools. Pia pale kuna category tofauti. Yeah, kuna zile za kitambo na kuna zile zenye zimepewa level ya category ya extra county school juzi. So hizo pia zimepewa uwezo wa kuadmit wanafunzi kwa the three pathways. Kuna zile shule za county zenye ziko na enough equipment na resources, pia zimepewa uwezo wa kuadmit wanafunzi kwa the three pathways. Na kuna zile shule za sub county schools. Tuanze pale kwa county schools zenye hazina uwezo na vifaa ya kuadmit wanafunzi kwa the three pathways, zimepewa labda pathway mbili kulingana na uwezo wao, labda social science na STEM, ama maybe social science na STEM ama STEM peke yake. Na unapata sasa shule za sub county schools ambazo maybe hazina uwezo wa kuadmit wanafunzi kwa the three pathways, kuna zile zimepewa pathway moja ama pathway mbili kulingana na uwezo wao. Hizi ni shule ambazo unasema tunategemea foundations fulani ndio tuweze kuendelea mbele. Ndio tumepewa
social science na pengine moja kati ya STEM na kati ya pathway hizi zingine mbili. Yeah. Maybe shule zenye hazina uwezo sana zimepewa pathway moja ama mbili kulingana na uwezo wao. Mwalimu, kwa utathmini wako, wanafunzi wetu wengi hata tumekuwa tunaangalia, mimi na wewe tumeshuhudia 844 tumekuwa pale, na tulipopata nafasi ya kujiunga katika chuo kikuu tuligundua hata hizi yenye kwa sasa pengine tuziite STEM, technology and engineering and so on, tuligundua pale watu sio wengi, ila huku chini watu wa social sciences nini kama sisi, wewe mtu education, journalism na nini na pengine sport science ndio tuko wengi. Hauoni kama pengine, kwa maoni yako, hauoni kwamba hizi pathways mbili kwanza muhimu, either ni sports na hii nyingine ile gani hapa, before tuende sport science, before tuende kwa STEM, social sciences ndio zingefaa zipewe hizi shule kubwa, kwa maana zina uwezo mkubwa sana. Kwa maana ukisema pengine wewe kwa shule yako unagundua kule mmeanza music na hata pengine keyboard hata hamna, hata drums hamna, kule mnakuaje? Asante kwa hilo swali. Before ni kujibu hilo swali, si kwa nimejibu swali la kwanza lenye uliuliza. Nikiangalia kulingana na mimi, shule za secondary senior school wako utayari wao. Mimi kitu ningependa kuambia serikali, wa pull more resources kule. ECBC isipitie changamoto kama zile tumepitia zikiwa junior school. Especially hao wanafunzi wenye wanaenda kufanya sport science, wahakikishe kuwa kuna enough resources, kuna walimu wa kutosha wa kuhakikisha kuwa talanta za hao wanafunzi kulingana na pathway yenye wamechukua isiharibike. Kwa sababu mimi nakumbuka walimu wa junior school wengi wenye ambao wamekuwa wanashughulikia mambo ya creative arts and sports ni walimu wa CRE, walimu wa history. Unapata hawana ile ujuzi zaidi, kwa sababu mtu kama mimi nimekuwa nafunza creative arts and sports, lakini sina ujuzi wowote wa music. Na nimekuwa nikisaidia tu hao wanafunzi kwa hizo music, drama and what have you, lakini sina ile ujuzi kabisa. So mimi kitu ningependa kuuliza all the stakeholders wahakikishe kuwa hao wanafunzi wanapo transit to senior school, especially hao wenye wanaenda kufanya sports science, wahakikishe kuwa wako na wataalamu, wako na equipment, wako na vitu ambazo zitawasaidia wasiregret kwa nini wameenda kule. Hao wanafunzi wasiende tu kule kwa sababu serikali imecreate hiyo 3 pathways na wasiwasaidie. Mimi ombi langu, all the stakeholders wahakikishe kuwa wanafunzi wakifika kule wanasaidika. Kwa swali lako ambalo lenye umeuliza ukisema kwa nini serikali ingechukua maybe pathway kama ya social science na ya sports ipewe nafasi katika zile shule za kitaifa, kwa mfano the C1 and C2. Hilo ni swali njema sana. Tukirudi kwa foundation ya CBE, foundation ya CBE inatokana na Vision 2030. Hii CBE si ati ni mtaala wa elimu ambao umeproposiwa juzi. Huu ni mtaala wa elimu ambao uliproposiwa kwa the new constitution na even kwa the Vision 2030. Na kwa one of the pillars of the Vision 2030 is to industrialize our country, to ensure that our country is very much industrialized. Na unapata kuwa serikali ina target STEM sana. Kwa nini? STEM ndiyo itasaidia hii nchi kuwa industrialized. Science, technology, engineering and mathematics ndiyo inaweza industrialize nchi kwa urahisi. Ndio maana wanahakikisha kuwa hao wanafunzi wenye wako na interest ama wamequalify kufanya STEM wakuwe katika shule za kitaifa ambazo ziko na resources mingi, ndio wahakikishe kuwa the knowledge and whatever they need they get. Najua kwa mambo CBE ilikuja kuhakikisha kuwa challenges za education ambazo CBE844 ilikuwa nayo, kama wanafunzi wana graduate kwa wingi lakini hawana kazi. Nimekuja kuziba ile pengo kwa sababu unapata hao wanafunzi wenye wanaenda STEM wakiwa na hiyo knowledge ya industrialization, wakiwa na hiyo uwezo wa kuanzisha kampuni zao, ama wakiwa na yani ukipata labor yenye inaweza fanya kwa industry,
watahakikisha industries zinakuwa kwa wingi, na zikiwa kwa wingi wanaweza hata wenyewe wanaweza anzisha industries ambazo zinaweza create labor kwa watu wengine ambao hawana kazi. So ndio maana hii CBE ina target STEM kwa sababu ya mambo ya industrialization, ndio kazi ipatikane kwa wingi, ndio wale hawana kazi waweze kuajiriwa kwa industries zenye au wanafunzi wenye wamegraduate wataanzisha, ama wawe na uwezo wa kufanya kwa industries zenye ziko Kenya. Unaweza pata kuwa engineers wengi Kenya hawapo, pilots wengi Kenya hawapo. Unapata nchi ina import a lot of labor. Madaktari wengi Kenya unapata ni wachache. Nchi ina import labor yenye tunge create sisi wenyewe kama nchi, inge save a lot of ingebakisha a lot of resources kwa hii nchi na isaidie kukua kwa uchumi. Ndio maana STEM wamepewa priority kwa hizi C1 na C2. I'm not talking on behalf, siongei kwa niaba ya serikali, lakini kulingana na mawazo yako na kulingana na Vision 2030 na kulingana na constitution yenye nimesoma. Inakubalika sana mwalimu. Anaitwa Aaron Mukhwana, mwenyekiti wa walimu wa JSS County Trans Nzoia. Ako hapa tunazungumza naye kuhusu matokeo ya KJSEA 2025 ambaye ilitolewa. Katika matokeo yaliyotangazwa na Waziri Ogamba, wasichana vile vile wamefanya vizuri sana. Asilimia yao kubwa nimeona wavulana wamekuwa asilimia 51 na wasichana wamekuwa asilimia 48. Kwa tathmini yako bingwa, na unaona kwamba Kenya sasa tumepiga hatua ambaye tumewakumbatia wanafunzi wetu wawili, na je, huu ndio ulikuwa mpenyo ambayo yule pengine alikuwa amesema ilikuwa imekuja kuziba mianya fulani. Je, CBE ndio imekuwa mpenyo wa kukumbatia hadi wanafunzi wa kike? Asante kwa hilo swali. Society yetu imekuwa na shida ya gender equity. Na ningependa kupongeza waliokuja na 2010 constitution. Kuna vitu yenye waliweka kwa hiyo constitution imesaidia nchi sana. Kwa mfano vitu ya a third gender rule imehakikisha kuwa katika kila institution ya kiserikali kuna mambo ya a third gender rule. Wawe iwe shirika gani, ofisi gani ya kiserikali, wafanyakazi inafaa wawe na a third gender rule. Yaani 2/3 wakiwa wanaume, a third inafaa wawe wa kike. Na kuna programs zenye zinaitwa affirmative actions zenye zimekuja kuhakikisha kuwa msichana ama mtoto wa kike anapewa nafasi katika jamii. Na unapata kuwa kulingana na ile empowerment yenye mtoto msichana amepewa, imewafanya kuwa na ile confidence, kuonyesha pia sisi tunaweza, pia sisi tuko na ile uwezo. Na hiyo imesaidia watoto wasichana kucompete favorably na watoto wa kiume kwa sababu imewapea ile confidence ya kuona pia wanaweza. Before 2010 constitution, watoto wasichana walikuwa wanabaguliwa. In our African society, watoto wasichana wamekuwa wakibaguliwa. Wamekuwa wakionekana tu kama viumbe dhaifu. Lakini sasa kulingana na hizo empowerment program, ukiangalia constitution yetu hata kisiasa kuna ile nafasi yenye creatiwa ya woman representative. So for example woman representative wakiwa kule bunge wanajadili miswada. So watoto wakiwatazama kwenye televisheni wanaona kumbe mtoto msichana pia anaweza, na mtoto msichana pia anaweza soma. So hizo maswala zimechangia watoto wasichana pia waende shuleni na wawe na ile confidence ya kucompete kimasomo na kumpatia masomo kama mtoto wa kiume, na imesaidia sana. Wanasema asilimia 75 ya waliofanya mtihani wa KJSEA walifikia ile tunasema AP, approaching expectation. 75% wameafiki ile approaching expectation. Mwalimu, CBE ni nyepesi au bado ni mzigo mzito sana katika taifa?
Asante kwa hilo swali. Swali njema sana. Unapata kulingana na minister waziri wa masomo alisema 75 ilipata alama ya approaching expectation na kurudi chini. Kwangu hiyo ni hatari sana. Ni hatari sana kwa nchi. Na hiyo matokeo imechangiwa na vitu mingi sana. Kwa sababu niseme hivyo, serikali ilimekuwa ikitarget 60% of the learners waende wafanye STEM. Kwa sababu ya hiyo masuala ya Vision 2030 na industrialization ya nchi. Wamekuwa natarajia 60% of the learners wenye walifanya hiyo mtihani waende wafanye STEM. Lakini unapata 75% ya wanafunzi wamepata approaching expectation and below. Ambayo ni hatari. Wanafunzi ambao wanaenda kufanya STEM kwa urahisi ni wanafunzi ambao wamepata meeting expectation kwenda juu hadi exiting expectation. Hao ndio wale watafanya STEM bila kung'ang'ana. Lakini unapata 75% ya wanafunzi wote wamepata approaching expectation and below. Ni hatari sana kwa nchi. Kwa sababu hii nchi haita industrialize venye kulingana na mpango wa serikali kama wanafunzi wengi bado wanaenda sasa au wenye wamepata approaching expectation and below meaning wanaenda kwa social science. Juni idadi asilimia kubwa sana social science na sports. Na CBE ilikuja kuhakikisha kuwa wanapata ile nafasi za kazi zinabuniwa kwa wingi kulingana na industrialization ya nchi. Sasa hiyo matokeo kwangu sio nzuri sana. Na vile nilisema hii matokeo imechangiwa na vitu mingi sana. Tulipoenda hii junior school 2023. Tulipofika kule serikali haikuwa imejipanga kwa hii CBC na junior school. Haikuwa imejipanga kabisa. Serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa imepanga junior school ikuwe domicile senior school. Hadi ikajenga kule madarasa. Ikajenga kule labs mingi sana. Mimi nakumbuka ile wakati nilikuwa mwalimu wa board of management shule ya Friends School Bwake ambayo ni extra county school. Yenye iko kwa the traditional extra county school. Serikali ya Uhuru Kenyatta ilijenga kule madarasa. Ikajenga kule lab, ika-equip shule. Lakini serikali ya Ruto vile Rais Ruto vile ilikuja ikadomicile junior school primary. Na inafaa ijulikane kuwa resources kule primary haiko. Na haiko kwa sababu hawataki kuwe huko, lakini kwa sababu serikali zote zenye zimepita zimekuwa zikineglect primary education sana. Unajua sisi tulipofika kule walimu wa senior school wa sekondari ambao tulihitimu kufunza sekondari, tulipofika kule ndio tukaeka masomo ya shule ya primary katika limelight. Ndio kila mtu akaanza kujua kwani hizi shule za primary hivi ndio mambo yanaendelea. Madarasa hayapo ya kutosha, majengo ni yale ya kitambo yalijengwa na ukoloni, hakuna laboratory, welfare ya walimu haiko, walimu wanachanga pesa ya chakula yao. Ndio media ilipochukua hiyo mambo na kuanza kupeperusha, ndio serikali ikagutuka kutoka kwa usingizi ikajua kumbe tumekuwa tukineglect sana masomo ya primary. Ndio unapata most of the members of parliament wakaanza kuchannel pesa ya CDF kujenga kule madarasa, kidogo kujenga lab, hata administration hakuna. Ndio ukiangalia saa hizi most of the members of National Assembly CDF wameconcentrate sana kule shule za secondary msingi. Yes. So mimi nakwambia yale matokeo yamechangiwa na vitu mingi sana. Tulipofika kule vitabu hazikuwa. Vitabu mwanafunzi ana kitabu, mwalimu ana kitabu. Sasa mwalimu ajui anafaa afunze nini? Mwanafunzi ajui inafaa asome nini? Kitu tulikuwa tunafanya ni kugoogle tu. Hata una Google creative arts and sports. Unaenda darasa at least kuwapea tu kuwafanya
wakae ni kama wako shule na kitu inaendelea. Kupea wale wazazi ile tu hope kwa mwanafunzi ameenda shuleni na ameandika kitu. Na tulikuwa na hiyo changamoto kwa muda kabla vitabu ziletwe. Na serikali ilipoleta vitabu tena hakukuwa na ile stability ya hii system ya education. Kulikuwa na masomo learning areas 14, lakini kuanza kuwa na mvurutano, au wanafunzi wanasoma vitu mingi, au wanafunzi wanasoma learning areas mingi. Ndio baadaye serikali ikapunguza yale masomo 14 hadi 9. Na ilipopunguza haya masomo 14 hadi 9, unapata kuwa kuna zile subject zenye learning areas zenye walichukua hii masomo, hii learning subject, hii learning area na hii learning area wakaeka pamoja. Sasa inamaanisha inafaa ukuwe na kitabu yenye imeunganishwa huku na kule ndio ufunze. Na serikali ilichukua tena muda kuhakikisha inaleta hizo vitabu zenye zimeunganishwa, hii somo na hili somo ameweka pamoja. Ilichukua tena muda. So unapata mwalimu alikuwa anaenda darasa anabeba notes ya 2 learning areas. Sasa ujue utafunza hii hadi wakati gani ndio iingiane na ile nyingine sasa. Iingiane na ile nyingine. So kumekuwa na changamoto mingi sana. Unapata tena the STEM yenye serikali ilikuwa ina target 60% wanafunzi waende wafanye STEM. Unapata unafika kule laboratory yenyewe hakuna. Sasa ungeproduce aje huyu mwanafunzi mwenye atakuwa bora sana kwa STEM, utaproduce aje wanafunzi wenye watafanya STEM 60%. Na unapata laboratory hakuna. Na STEM is all about practicals. It is all about the science subject. Physics, chemistry, mathematics, physics, chemistry, biology iliko pamoja ikaitwa integrated science. So unapata kulikuwa na changamoto mingi sana. Hata mimi kwangu kibinafsi nasema hao wanafunzi walijaribu sana, ambao hata hawa 75 ambao wana approach expectation unasema wamepambana sana, walijaribu sana. Au 25% ambao walipata meeting expectation na kwenda juu, au na wanafunzi walijaribu sana. Alafu tena changamoto nyingine upande wa walimu, unapata mimi ni mwalimu wa historia na dini, lakini nilipofika kule JSS hiyo wakati hakukuwa na mwalimu wa science. Hakuwa na mwalimu mwenye alisomea science. Sisi wote tulikuwa walimu wa social sciences, history, geography, Kiswahili. History, geography, history na geography na languages, Kiswahili na English literature. Alafu unapofika kule sasa mnaanza kuulizana, nani anaweza jaribu kufunza integrated science? Nani anaweza jaribu kufunza creative arts? Ambazo hizo ni na kwanza mnavyojadili hivyo hata kitabu chenyewe hakipo. Kitabu hakipo, unafika huko hakuna mwenye specialize kwa sciences. So mnajitolea tu, acha mimi nikajitolea, acha nijingangane na integrated science. Acha ningangane na creative arts. Au wengine wakachukua in fact tulikuwa walimu wawili. Tulikuwa tu walimu wa history CRE wote. So mimi nikajitolea nifunze integrated science, huyu ni na creative arts, huyu mwingine akajitolea afunze hizi zingine na yani afunze English, Kiswahili zenye kusomea. Ndio sasa tugawane zenye at least tulisomea kama social studies, kwa sababu mimi ni mwalimu wa history na CRE. Na CRE tukagawana, yani social studies iko na geography part of it, na hakuna mwalimu mwenye amesomea geography. Na tulikuwa tunaambiwa kwamba kuna baadhi ya masomo ambayo sisi 844 tumekutana naye high school ambayo tayari ilikuwa imerejeshwa sasa chini kwa either hii grade za chini sasa, ambayo pengine kitu kama kuna mwingine alikuwa ananiambia kitu kama periodic table tayari hawa wanafunzi wa KJSEA wameshaijua kitambo. Yeah, si ndio nakwambia kwa sababu hakukuwa na walimu wenye wamespecialize kwa hizo learning areas. So kufunza ilikuwa shida. Sasa kama mimi nilikuwa nafunza hiyo integrated science na mimi ni mwalimu ambaye ni trained history. So mimi interest yangu haikuwa kwa hizo sciences. Lakini at least saizi serikali imejaribu kwa the last recruitment ya walimu imekuwa inaandika walimu wa sciences. So at least hiyo imeziba ile pengo kidogo. Saizi at least niko na mwalimu wa science ambaye anaitwa Frederick. Last time Frederick Kamiti last time sikumsalimia na hakusikia vizuri. Akasema kwanza hata changa hata kwa hiyo pesa ya chakula mtakiona. Sasa ningependa pia kusalimu walimu wa shule yangu Kongasis Primary School,
kule Cherengani, kule Chepsiro Zone, walimu wa Chepsiro Zone, ningependa kuwapa salamu zangu. Msinishike tai kama wakati uliopita ati siku wasalimu. Head teacher wangu pia wote wapokee salamu. Na pengine shule yako pengine ilifanya aje katika KJSEA rafiki yangu? Ama unasema nisiguse kule? Asante. Unajua hii matokeo by the way it is very illegal. Kuna swali ulikuwa umeniuliza ati kuna baadhi ya shule zinaita media hiyo ranking wanasema hawa nambari fulani ya wale wanafunzi wamepata expectation and what have you. Hiyo ni very illegal, na wenye wanafanya hivyo wanaenda kinyume na sheria kwa sababu mtaala wa CBE unaondoa ile competition ilikuwa pale nyuma, kwa sababu hakuna haja ya competition na kila mwanafunzi kulingana na uwezo wake atafanya kitu fulani katika society. Kuna pathway yake. So wale wenye wana publish matokeo kwa mitandao ya kijamii, na mostly inafanyika na shule za kibinafsi, private schools, kwa sababu wanataka kupata wanafunzi wengi, wanaenda kinyume na sheria. Hii matokeo ni ya mzazi na mwanafunzi na stakeholders wa elimu, sio ya kuenda kwa media, sio kuenda kwa public kuonyesha venye shule yako imefanya. So mimi shule yangu imefanya vyema, imefanya vizuri. Yeah, imefanya vyema kwa sababu kuna wale wanafunzi karibu 10 wamepata exceeding expectation, meaning hao wanaenda shule za kitaifa. Na kuna wale wenye wamepata meeting expectation, bado kuna wale wenye wamepata approaching expectation, na huwezi kosa mwanafunzi mwenye amepata below expectation. Yeah, but kwa jumla heko kwa wanafunzi wangu wa Kongasis Junior School, mliniondolea aibu kama mwenyekiti wa walimu wa Junior School Trans Nzoia, walifanya vyema. Lakini unajua ni mzuri sana hata na mimi naona kwa wakati huu pengine matokeo walimu mnafaa mpewe hiyo ruhusa ya kutoa matokeo yenu, ya kusema serikali kama sisi tumekuwa tunafunza walimu 2 3 katika shule yetu na tumeweza kuandikisha matokeo haya. Je, mngetupa more resources pengine tungefanya vizuri zaidi na zaidi. Kwa maana mimi nikizungumza sisemi wewe, sikulengi wewe. Unapenda kukuzungumzia wewe kwa maana tunafanya mazungumzo, na vile vile wewe ni yani ukiwa hapo una represent kikosi kikubwa sana cha walimu kwanza wa Trans Nzoia. Kuna wale walimu ambao pia wako na matatizo kama yako, ambao umekuwa unapitia kule katika shule yako, na vile vile wamejitolea, wamefanya vizuri sana. Hatujasikia taarifa zozote kwamba kuna shule ambayo haijapata matokeo yake. Tujaona vitu vingine. Ni hivi nimekuja kusema, naona kuna wachache wanajitokeza kuita media kusema kujeni shuleni mwetu, na sio hata private peke yake, kuna hata hizi government institutions ambazo pia zinafanya. Lakini heko sana mwalimu, wakati ule tulikuwa hapa hivi, hata nilikuwa nimejua tukikuja kuzungumzia masuala yetu ya matokeo ya KJSEA 2025 pengine utaanza na unaona hata shule yangu bwana haikupata hivi. Lakini kongole sana kutoa watoto 10 ambao unasema wako above meeting expectation kule, above exceeding expectation. Unajua ni mzuri shule kama yako ukisema inakupelekea watoto national school, yani kumaanisha mmepambana, na tunawashukuru sana nyinyi walimu ambao mmejitolea kazi, kumbe si rahisi. Baada tu kwa ile swala. Naam. Hii matokeo yenye imetoka KJSEA inafaa isaidie stakeholders. Na at the national level the organization in charge ya mitihani Kenya NEC pia imeshare hii matokeo na Wizara ya Elimu. So wale na Ministry ya Education watakaa chini, watathmini hiyo matokeo na wafanye the necessary adjustments here and there, coming up with various policies at the national level. At the county level pia kuna uongozi. Kuna county director of education, kuna county TSC director. So pia watapata yale matokeo ya county yao, waketi chini, pia wafanye mikakati, waangalie wapi hatujafanya vizuri, pia wakama up na policies at the county level, na walimu wakuu na all the stakeholders, unions and watu wa kuhakikisha kuwa the necessary measures are put in place kuhakikisha kuwa matokeo yanakuwa bora.
at the sub county level all the same, up to the zone level ambao kuna CSO sub curriculum support officers at the zone level. Pia wataitana kama walimu wa zone, walimu wakuu, walimu wa JSS, watadmini yale matokeo at the zone level. Pia at the school level yale matokeo mwalimu mkuu ataipublish. Pia wakae shuleni kama staff room, kama walimu wote waangalie yale matokeo, waangalie wapi tunafaa to improve, wapi tunafaa hivyo tubadilishe wapi ili matokeo yawe bora. So kile nilichokuwa nasema, unajua matokeo yakienda kwa media ndio ina create that unnecessary competition. Lakini yale matokeo si ati matokeo isipokuwa published inamaanisha stakeholders hawawezi keti chini na wakatathmini yale matokeo na wakaangalia wapi kuimprove. Kwa mfano, shule yenye haina mwalimu wa somo la integrated science na haija perform vizuri kwa ile somo la integrated science, shule inaweza tumia yale matokeo kupelekea sub county director ama curriculum support officer imwambie, kwa sababu hatuna mwalimu wa integrated science na unaona matokeo yetu sio mazuri kwa integrated science, tusaidie wanapofanya recruitment tupate mwalimu wa integrated science. Hivyo tu. Naam, asante sana. Na mtazamaji, hapo ndio naona kuna haja tuendelee, pengine tukamilishe pale matokeo yetu. Tayari ameshatuelezea jinsi ujumuishaji inavyofanywa. Tumeambiwa kwamba ametuambia hatari ya alama ya sasa kwanza ambayo ilitokea ile ya 77 na wachache, umeona takribani ile ambayo tunasema ni 3/4 ambapo ya wanafunzi ambao wamefanya mtihani wao wa kwanza wa KJSEA wameweza kutoa alama, na anasema kulingana naye serikali inafaa iwajibike sana, na matokeo haya ni hatari sana kwa ukuaji wa taifa, na kitu ambacho inafaa kufanyika peke yake ni kwamba serikali iweze kuangazia upya, kurudi tena kwa ile drawing board, kuweka mikakati zaidi ya kuhakikisha kwamba je, matokeo haya yanaweza yakaboreshwa namna gani. Juu iwapo amesema wazo hili ilikuwa katika ile ruwaza ya 2030 ya kwamba nchi ikuwe nchi ya kiviwanda na kufanya mambo mengine ya kiteknolojia, na tukiwa tunaendelea na mkondo huu kutakuwa tabu sana. Mwalimu, mimi naomba sisi tukamilishie pale Bwana Aaron haya masuala ya matokeo. Na pengine kuondokea hayo, tuingie kwa masuala yako. Hatuwezi ondoka kama hii dakika chache ambazo zimesalia, tuangalie uongozi wa walimu wenu na mambo ambayo pengine yanawakumba nyinyi kama walimu. Kuna tangu tuachane wakati ule hadi sasa, kuna mambo ambayo yameshabadilika? Asante kwa hilo swali. Maybe muda ungeruhusu kidogo ningeongelea kidogo kuhusu placement ya wanafunzi. Sasa before nikujibu hilo swali kwa haraka tu, mzazi atajua aje shule yenye mtoto wake amequalify? Inafaa ajumuishe hizo alama zote. For example, kama alipata exceeding expectation 1, hiyo ni alama 8. Ajumuishe hizo alama zote na adivide na 72 ambayo ni total points. Ukichukua 8 ukimultiply na 9 itakupea 72, kwa sababu highest points ni 8 na masomo ni 9. So unachukua 8 una multiply na 9 inakupea 72. So unachukua hizo points zenye mtoto amepata katika kila learning area, unajumuisha, una divide na 72, alafu una multiply na 100. So mwanafunzi mwenye ataqualify kwenda C1 hizo national schools za kitambo inafaa apate alama kati ya 90 to 99. Hiyo ni 8 points. Wacha tusaidiane na mzazi pengine pale. Wacha nifungue calculator yangu hapa. Unasema mfano wanafunzi amepata exceeding expectation. Yes. Tunaanza na 8 divided by 72 ama ngapi? Kama amepata alama yote 8 kwa the exceeding the 9 learning areas. Yes. So utachukua 8 times 9 ambayo 72. So kama amepata 8 yote katika all the learning areas. Sasa itakuwa 8 times 9 72. So 72
72 over 72 sitakuwa 1 times 100 inamaanisha itakuwa 100%. Amepata 100%. Sasa hivyo ndio utajua huyu mwanafunzi amequalify kwenda national school C1. Hiyo ni kati ya alama ya 90 to 99. 90 to 99. Sasa kwa mfano unasema akipata kwa 4 pale, tuseme kwa mfano 4 times 9 ambaye ni 36 divided by 72. 36 divided by 72 ni ngapi? Anapata 0.5 times 100 ni 500, ni 50. Sasa 50 ana fall kwa category ya meeting expectation 2. Na meeting expectation 2 ni between 41 to 57. Yes. Sasa hiyo itakuwa kwa promoted extra county school. Huyo mwanafunzi ataenda hiyo shule. Unaona? So shule kiwango cha juu cha C1 ambayo ni the traditional national school ni alama kati ya 90 to 99. Then the promoted national schools ni kati ya 75 to 89 akikuwa hiyo category. Then top extra county schools ni kati ya 58 to 74. Then promoted extra county schools ni 41 to 57. Then county schools ni kati ya 31 to 40. Then county schools hiyo ni C3 zile traditional county schools. Then promoted county schools ambazo ni C3 bado ni kati ya alama 21 to 30. Then boarding sub county schools ni kati ya alama 11 to 20. Then 0 to 10 ataenda kwa day sub county schools. Alafu private schools zimepewa uwezo wa kuadmit wanafunzi kulingana na venye wanataka wenyewe. Wakitaka wachukue wanafunzi wa exceeding expectation peke yao wako na hiyo uwezo. Kama wanataka wachukue exceeding viwango vyote private, serikali haingilii mambo ya private, wenyewe wataamua venye wanataka. Unasema yani kwa masuala yao wenyewe wachague vile wanavyotaka. Alafu tena kitu cha muhimu, serikali inaenda kutoa placement ya wanafunzi kulingana na uwezo wao. So barua zitatolewa kulingana na mwanafunzi ameperform na kulingana na mwanafunzi venye alichagua zile shule. Wanafunzi walipewa nafasi ya kuchagua shule 12. So hizo shule zitatolewa barua na wazazi watapewa siku 5 kurevise hiyo shule. Kama mwalimu mzazi na mwanafunzi hawataki hiyo shule, watapewa siku 5 kubadilisha hiyo shule yenye wamepewa. Nilikuwa nimeona waziri alikuwa amesema tarehe 20 Disemba wanafunzi wote watakuwa wameshapokezwa barua, wanajua wanaelekea wapi. So kama mzazi hata na mwanafunzi watakuwa comfortable na hiyo shule, wamepewa I think siku 5 kuhakikisha kuwa wana launch complaint na wana revise hiyo shule ndio wapewe shule wanataka. I think tumekamilisha na ilikuwa ni wazo nzuri sana. Tulikuwa tumewacha nje ya masuala ya placement, lakini umefanya vizuri sana kutuorodheshea kwamba hivi ndio wewe mzazi mwenyewe hata kabla ungoje jina la shule ambapo mtoto wako pengine atakuwa amepatiwa barua ameelekezwa kule. Ni vizuri sana wewe mwenyewe kujiangalia na kujipigia ile hesabu na kuona mtoto wako anaenda shule ya hadhi gani kutokea pale. Asante sana mwalimu, ni kitu kizuri sana. Kuna swali umeniita. Alafu kitu advice nyingine nilikuwa nataka kupea wazazi, kama mtoto amequalify kwenda national school C1 na hauna uwezo, mpeleke mwanafunzi kwa shule yenye uko na uwezo. For example, ameitwa Starehe Boys ama Mangu na hauna uwezo wa kumpeleka kule, mpeleke shule yenye uko na uwezo wa uko na uwezo wa kumpeleka as long as ni shule yenye ina provide hiyo pathway. Na mwanzo nzuri, tumekuwa na matatizo sana kwa wakati wetu wa 844. Mzazi anakuja analia sana kwenye media kwamba hana uwezo wa kupeleka mtoto wake pengine kule ameitwa national school na anaomba msaada, anawacha hadi mtoto mzima hajaenda shule kwa maana anasema hataki kumpeleka kwingine. Akimpeleka kwingine na wengine hadi walikuwa wanapeleka hadi wanawarejesha nyuma watoto wao ili pengine waweze kupata ufadhili. Asante sana mwalimu kwa ile swali nilikuwa nikimalizia kwa haraka sana, kulingana na leadership yetu nini imefanyika. Mimi ningependa kusema kuwa tulipoingia JSS hatukuwa na leadership yetu. Tulikuwa tu sisi kama viongozi tulikuwa tumejitolea tu. Sasa unapata walimu wa JSS representation yao imekuwa
imekuwa mbovu sana, haijakuwa nzuri. Kwa sababu wewe ni kiongozi, hauna portfolio. Kuna vitu zile, kama hauna ile portfolio ya kufanya vitu, kuna vitu zile hauwezi fanya. Lakini ningependa kushukuru sana kwa sababu huu mwaka ujao 2021 tumepewa nafasi ya kugombea viti tofauti katika union yetu ya KUPPET. Sisi ni members wa KUPPET. Na kwa maana najua Januari Januari kama Bungoma wanaenda kupiga kura yao tarehe 21 Januari. Trans Nzoia watapiga kura yao tarehe 11 mwezi wa pili, tarehe 21 mwezi wa pili. Bungoma atapiga tarehe 21 Januari. Trans Nzoia atapiga tarehe 21 Februari. Hiyo ni nafasi ambayo walimu wa JSS wamepewa na walimu wote wamepewa kuchagua viongozi wao. Haya masuala ya masomo yatatatuliwa iwapo hao walimu pia wataweka katika nafasi walimu ambao ama viongozi ambao wako na interest za walimu at heart na wako na interest za wanafunzi at heart, kwa sababu hawa viongozi wetu ndio decision makers. Unaangalia kama masuala ya CBC, the national office it was consulted. It was consulted over issues za CBC. Unajua sasa kama viongozi wetu pale juu hawana ile interest ya walimu na wanafunzi at heart, wata make decisions zenye hazitasaidia mtaala wetu. At the county level, viongozi wa county ndio wanaenda kuchagua viongozi wa national. Sasa at the county level, kama viongozi hawatachaguliwa ambao wako na msimamo na wako na interest za walimu na wanafunzi na inchi at heart, then wataenda kuchagua viongozi at the national level ambao hawana interest za walimu, interest za wanafunzi na interest za inchi at heart, na wata make policies ama watakubaliana na policies zenye hazitasaidia inchi. Sasa ombi langu, walimu wanapoenda kwa uchaguzi, let them vote wisely. Let them vote with their head and not with their stomach. Kwa sababu kuna wale wanataka uongozi wa walimu, na kuna wale wako na uwezo kidogo, wanaweza influence. Na unajua siasa ya nchi yetu hii inakuwa influence na pesa. So mimi nataka kuambia walimu, they are professionals. Let them vote wisely na wahakikisha wanaweka kwa nafasi viongozi ambao watasaidia elimu na by extension watasaidia nchi. Asante. Mimi mwenyewe nawania kiti cha JSS Secretary Trans Nzoia County, na pia nachukua hii nafasi kuomba walimu wa Trans Nzoia, walimu wa JSS na walimu wa senior na walimu wote wa Trans Nzoia waniunge mkono, kwa sababu mimi niko na historia ya CBC na niko na nia na niko na ari ya kuhakikisha kuwa walimu Trans Nzoia wanakaa vizuri na mambo ya masomo inaendeshwa vizuri. Wa JSS na wa senior wote na waomba kwa unyenyekevu wasimame na mimi wanishike mkono na tuhakikishe kuwa walimu wako na welfare mzuri ya kuhakikisha wanasaidia wanafunzi. Naam, anaitwa Aaron Mukhwana ambaye ni kwa sasa ndiye mwenyekiti wa walimu wa JSS County ya Trans Nzoia. Anasema kwamba amejitosa katika KUPPET. Sasa uchaguzi wa KUPPET ambayo utafanyika mwaka kesho Februari tarehe 21, na yeye tayari ameshasema walimu msikie pengine mtoke kwenu kama mmeshiba bwana. Ndiye akiwaambia masuala yenu ya siasa msitegemee kitu ya tumbo. Asante sana mwalimu. Pengine watu wawili watatu ambao hujawasabai usifike kule, marafiki zako useme tena, nilienda pale nikasalitiwa, sikufanya nini. Unajua una marafiki Trans Nzoia na marafiki Bungoma. Wale wa kule najua ushawasabai. Pengine kwa dakika moja tu alafu tufunge. Asante. Kwa sababu mimi ni mtu wa watu wengi. Kwa jumla walimu wa JSS Trans Nzoia, pokea salamu za Aaron Wafula Mukhwana ambaye ni mwenyekiti wenu na anaomba kuwa secretary wa JSS. Walimu wote wa Trans Nzoia senior schools na waomba support yenu na pokea salamu kutoka kwangu. Walimu wote, mwalimu ni mwalimu, walimu wa primary pia na wasalimu. Bungoma ningependa kumsalimu ndugu yangu, rafiki yangu Walela ambaye pia anawania kiti cha JSS Bungoma County. Kuna rafiki yangu pia anaitwa Ndeta Dalmas, pia anawania kiti cha JSS Bungoma, na may the best person win. Alafu timu ya Bungoma pia na wawishia all the best kwa sababu kura zao zitakuja mapema. Kuna madam anaitwa
anaitwa Linda Nekesa, pia anawania kiti cha vijana KUPPET. Pia na muisha all the best, na ningependa pia kuchukua hii nafasi pia kumuombea kura. Kule Trans Nzoia pia kuna wale wanaomba nafasi ya uongozi. Sheila pia anaomba third hiyo ya vijana. Kuna Lea Nekesa pia anaomba kiti cha third ya nafasi ya kuwakilisha walimu ambao wako chini ya miaka 35, na wish all the best. Pia niko na competitor wangu. Unajua kwa siasa politics is not enmity. Pia ajaribu kwa sababu ako na kazi. Jo sasa na mwisha tu all the best, endelee kuwa strong kwa sababu hii Januari tunapokuja home stretch kutakuwa na kazi ngumu, but I wish her all the best. She is a lady and just gaining that courage kukuja kucompete na mimi, pia naona hiyo ni already an achievement. Hata labda kama kidogo itakuwa ngumu kwake, but she has that courage. Anamfinyilia competitor wake huyu. Tunamjua all the best. Ati najua utakuwa na kazi sana. Najua utakuwa na kazi. Namwisha all the best. Walimu nyinyi ni kioo cha jamii sana. Sasa mkipigana mangumi katika siasa zenu mjue mnawakuza watoto ambao watajua tabia zenu za kando ya darasa. Mimi naitwa Hiran Mugaisa, asante sana bingwa kwa kuja kwa kufanikisha. Tumezungumza makubwa, najua kuna wazazi wengi wameelewa masuala ya CBE. Kuna wengi wetu tulikuwa tunatengeneza vitu kule nyumbani kwa maana ya mambo ya mtaala huu, tunagonga ati weaving, tunaunda vitu vingine vya ajabu, lakini tunashukuru sana. Tukikupa mwaliko wakati mwingine tunaomba uje tutazungumza. Na natumai sasa mmoja wakati siasa zenu zimekamilika ndio tujue mipangilio yenu vile mko na kuombea afueni, pia na kuombea nafuu kwa ukipata. Najua sote tutakuwa pia vile tumepata, na utakuwa mwepesi wa kuja alafu tuzungumzie mikakati yako zaidi na zaidi. Naona umekuwa na wazo nzuri sana katika, na umetetea mtaala wenu sana, umeutetea sana. Sasa pengine ukipata wewe nafasi tutaweza kujua matokeo nini yako iko aje, mipangilio yako iko aje, malengo yako sasa, na vile hata yule mwanadada pengine kitokea vile inavyotokea aweze kupata nafasi. Ningeomba utaniunganisha naye, useme bwana kwa sasa ni huyu anaweza akazungumza. Safi. Haya, asante sana Kevin Kibet kwa kufanikisha makala haya. Najua umeyasikiza mambo ya Kiswahili leo na mambo ya CBE. Situkutane wiki kesho majaliwa. Kwaheri kwa sasa. Baba na mama vijana